lazima fedha zinazokuja kwenye miradi ya maendeleo lazima zitumike zilivyokusudiwa. Jana nilielekeza ichukuliwe hatua pale Manyoni pale. Wataalamu wetu wale wamejichotea zaidi ya milioni 500 fedha za miradi ya maendeleo. Na nashukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa hatua ambazo mmechukua. Wasimamisheni, wakamatwe, msiwaachie mpaka hizo fedha zirudi, na baada ya hapo fieka. Nchi hii haina uhaba wa watu wa kufanya kazi waaminifu, wapo. Mwizi wala msimhamishe. Mkimhamisha anaenda kuiba na huko. Msiwahamishe. Wana wale ambao walishaenda sio wapi huko, wamepelekwa wapi? Kule kule. Tuma RPC wa kule kule akamata, wakamate. Ndio. Kuna watu hata waogopi Mungu. Moja, umesoma kwa kodi za Watanzania. 2, umekuwa miongoni mwa wachache ambao wamepata bahati ya kupata hiyo nafasi ya kuwatumikia wenzao. Wachache. Sasa hivi kila kijiji ukipitisha sensa, kila kijiji kina mtoto muhitimu mzuri tu anaweza akafanya kazi na hana ajira, anasubiri ajira. Wewe uliyesoma kwa kodi ya Watanzania umepata nafasi na unaenda kuwaibia. Alafu ukishaiba hivyo unataka tukuhamishe, tukulipie na nauli ya kuhama. Na nimeshasema hata hizo sheria tutazirejea. Mimi wala hamna watu nao wachukia. Wala sichukii watu, wala silengi watu. Ila nachukia wizi. Wewe kama unajiona wewe mwenyewe ni mwizi, wala usitafute urafiki na mimi. Ndio, lazima yale malengo ambayo Mheshimiwa Rais anataka, yale manufaa ambayo Mheshimiwa Rais anataka Watanzania wayapate, lazima Watanzania wayapate. Na kwa mujibu wa katiba, jukumu hilo nimepewa. Kwa mujibu wa katiba, jukumu hilo nimepewa. Waziri mkuu ndio atakuwa na madaraka ya juu ya udhibiti. Ndio atakuwa msimamizi wa kila siku wa shughuli za serikali. Ndio atafanya utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais ama kusababisha yatekelezwe. Kwa wezi hata wanune, wanyang'anyi, wavivu, hata wanune wafanyeje, nimekuja na dawa ya kuwatia adabu. Ndio. Hii wala hamna kumumunya maneno. Hii wala haitakuwa na kuremba hii.